Hizi ndio ishara ambazo utakapoziona kwako, jua kabisa una matatizo na unahitaji msaada wa kiroho wa haraka sana. Pale ambapo utaona ishara hizi usizipuuze. Pale ambapo utaona ishara hizi usizidharau. Utakapoona ishara hizi usione kwamba ni kawaida. Manake ni ishara kwamba kuna vifungo ambavyo unavyo. Kuna vifungo ambavyo vimekufunga lakini wewe hujitambui. Kuna vifungo ambavyo vimekufunga lakini wewe mwenyewe haujijui. Unajua kuna yule mgonjwa mwingine anakuwa anaumwa na anajua kwamba anaumwa, na kuna mgonjwa mwingine yeye anakuwa anaumwa lakini anakuwa amekosa ufahamu wa kujua kwamba anaumwa, ndo mpaka aende hospitalini wakaangalie vipimo ndo anajua kwamba ana hali mbaya lakini kwa sababu amekosa ufahamu. Sasa ishara hizi ambazo ninaenda kukutajia au ambazo ninaenda kukwambia ukiziona kwako, jua una matatizo na unahitaji msaada wa kiroho. Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninakukaribisha sana katika kipindi chetu hichi katika mafundisho ya hekima za kuhani katika mafundisho ya namna kutoka katika vifungo vya kiroho. Sasa ishara ambazo zinakuonyesha kwamba umefungwa lakini wewe mwenyewe unakuwa hujitambui ni pale ambapo unakuta ni mtu unakuwa unachukiwa sana na watu bila sababu yoyote. Kuna ile hali unaipitia katika maisha yako, watu wanakuchukia, ndani ya familia unachukiwa, kwa ndugu unachukiwa, kwa marafiki unachukiwa, kwa watu wa karibu unachukiwa. Unachukiwa bila sababu, unachukiwa bila makosa, unachukiwa bila kosa la aina yoyote. Sasa ndani yako ukiona unachukiwa au ukiona watu wanakuchukia, ni alama kwamba kuna kifungo uko nacho. Kuna kifungo cha roho ya kukataliwa ambacho kimekufunga. Kuna kifungo cha roho ya kukataliwa ambacho kinakuwa kimeachiliwa kwako, na unahitaji msaada wa kiroho na uhitaji kupuuza. Moja ya kitu ambacho unatakiwa ukizingatie sana na kukipa kipaumbele ni mambo ya rohoni, kwa sababu kila kitu kinaanzia ulimwengu wa roho, ndipo vinakuja kutokea au kujidhihirisha katika ulimwengu wa mwili. Sasa moja ya ishara kwamba ni mbaya katika maisha yako ni pale ambapo ukawa unajiona unachukiwa, una roho ya kukataliwa, una roho ya kutengwa na watu, una roho ya kusemwa vibaya na watu hata bila kosa. Unachukiwa bila kosa. Upo ofisini, wafanyakazi wenzako wote wanakuchukia. Likitokea jambo baya unazushiwa wewe umelifanya, lakini hujafanya wewe. Yaani ndani yako na hiyo roho. Sasa unahitaji msaada. Hiyo ni ishara kwamba ni kifungo kiroho ambacho kinakuwa kimekukamata. Lakini ishara nyingine ni pale ambapo unakuwa kila unapokuwa unapata kazi unakuwa haidumu. Pale ambapo umepata kazi, hiyo kazi inapepea, haikai, inapotea kwa muda tu mchache. Umepata kazi inapotea kwa muda tu mdogo. Sasa kiroho, katika ishara za kinabii, pale ambapo ukawa unaona umepata kazi alafu kazi zikawa zinapotea zenyewe, umepata kazi alafu kazi zikawa zinakimbia katika mikono yako, hiyo ni alama kwamba tunasema ni kifungo cha kiroho na unahitaji msaada. Mwingine amepata kazi, amekizi vigezo vyote, lakini unafika muda akai hata miezi 6, akai hata miezi 5, anatimuliwa, bana ondoka, ufai tena kwenye kampuni yetu, ufai tena kwenye ofisi yetu, hatukuhitaji tena. Unawauliza shida ni nini? Hauna shida, hauna kesi, hauna mahali popote ambapo umekosea, lakini wao wenyewe wanaona tu haustahili, hautakiwi na hauelewi shida ni nini. Sasa shida ni kwamba ulimwengu wa roho, ishara hizo zinakuonyesha wazi kwamba upo katika kifungo cha kiroho na unahitaji msaada. Unahitaji msaada kiroho pale ambapo unakuwa unaletewa ishara za namna hiyo katika maisha yako. Lakini ishara nyingine ni pale ambapo ukawa kila mahusiano ambayo unayaanza yanaishia njiani. Kila mahusiano ambayo unayaanza yanapotelea njiani. Yani mahusiano haya, unaanza mahusiano, unampata mwanaume, unampata mwanamke, mnaenda tu, lakini ghafla unakuta hakutaki tena. Ghafla unakuta anakuchukia, hahitaji tena ukaribu na wewe. Mahusiano yanakufa mapema kabisa. Sasa ishara ya namna hiyo ni alama kwamba kuna kifungo ambacho kipo ndani yako. Kuna kifungo ambacho kinakuwa kimeachiliwa ndani yako na unahitaji msaada wa kiroho ili kukishughulikia. Ishara za namna hiyo ni kwamba kuna kifungo ambacho wachawi wanakuwa wamekutupia ili ushindwe kuendelea mbele, ili ushindwe kupiga hatua, ili ushindwe kufanya mambo yako kwa ufasaha, kwa sababu adui anakuwa amepanga mabaya juu ya maisha yako. Kwa hiyo ndani yako ukiona kila mahusiano ambayo unaanza yanaishia njiani, hayana mwendelezo,
jua kabisa kwamba kuna kifungo cha kiroho na unahitaji upate msaada wa kukombolewa, unahitaji upate msaada wa kufunguliwa na Mungu akusaidie. Lakini ishara nyingine ni pale ambapo unakuwa ni mtu ambaye unakuwa ukiona kuwa wewe ni mtu wa kutafuta sana, ni mtu ambaye unakuwa na jitihada kubwa sana kutafuta, alafu cha ajabu kisha pata matatizo yanaingia, iwe ni ndani ya familia, ndani ya ukoo. Ni mtu una jitihada sana, unatafuta, sio kama unakosa, unapata, lakini ukishapata tu magonjwa yanaingia ndani, roho za mashambulizi mbalimbali yanaingia ndani. Sasa zote hizi ni dalili kwamba kuna kifungo ulimwengu wa roho ambacho adui amekutupia na hataki uendelee mbele. Ni kifungo hicho ambacho adui anakuwa amekutupia na hataki wewe upige hatua. Maanake ni kwamba unahitaji msaada wa kiroho ili uweze kukombolewa, unahitaji msaada wa kiroho ili uweze kufunguliwa nafsi yako, ili uweze kuwekwa huru nafsi yako, ili Mungu aweze kukusaidia. Lakini ishara nyingine pale ambapo utaiona, jua kabisa kwamba kuna matatizo makubwa sana yapo kwako na ujitambue, ni pale ambapo unaona magonjwa yamekuwa ni sehemu ya maisha yako. Magonjwa, leo unatibu kansa, kesho unatibu pressure, kesho unatibu BP, kesho unatibu uvimbe, miguu inavimba, mara kichwa, mara tumbo. Yani magonjwa hayaishi kwako, magonjwa hayaishi kwako. Muda wote wewe ni wa kuumwa, muda wote kwenye kabati lako na magonjwa. Una tiba, una vidonge vya kila ugonjwa, una vidonge vya magonjwa mbalimbali. Yani nyumba yako imegeuka kuwa famasi ndogo, hauelewi magonjwa haya yanatokana na nini, na unaona kwamba ni hali ya kawaida. Sasa ishara ya namna hiyo ni alama kwamba kuna shambulizi ulimwengu wa roho ambalo adui anakuwa amelituma kwako, lakini wewe mwenyewe unakuwa utambui kwamba kuna shambulizi. Kuna kizuizi ambacho adui anakuwa ametumwa kwako, lakini wewe mwenyewe unakuwa hautambui kwamba hilo ni shambulizi na unaona kwamba ni hali ya kawaida. Sasa ishara za namna hiyo kinabii ni kwamba unahitaji msaada, unahitaji kufunguliwa, unahitaji kukombolewa, unahitaji kuwekwa huru. Lakini ishara nyingine ni pale ambapo unakuwa kila ambapo unakuwa unafanya biashara, unajituma sana, lakini unakuwa huoni mafanikio au upate faida yoyote. Unaishia tu kukata tamaa, unaishia tu kujilaani, unaishia tu kujipuuza, unaishia tu kujiona kwamba wewe hautaendelea tena. Sasa ishara ya namna hiyo ni alama kwamba kuna shambulizi ulimwengu wa roho ambalo linakuwa limeachiliwa kwako au linakuwa limetumwa kwako, lakini wewe mwenyewe unakuwa unapuuza. Pale ambapo ukaona ishara ya namna hiyo katika ulimwengu wa roho, unaona kwamba unajitahidi sana kutafuta lakini haupati, ni sawasawa na kujilisha upepo. Ishara ya namna hiyo ni kwamba kuna vifungo, unahitaji msaada wa kiroho, unahitaji kukombolewa. Usichukulie mambo ya namna hiyo kawaida. Kama unaona dalili za namna hii kwako, kama unaona ishara za namna hii kwako, usipuuze, usione ni kawaida, usidharau. Simama sawasawa katika maombi, wasiliana na watumishi wa Mungu wenye nguvu za rohoni ili waweze kukusaidia, kwa sababu nafsi yako inahitaji msaada. Au ishara nyingine ni pale ambapo ukaona wazi kwamba wewe ni mtu ambaye unakuwa ni mtu unayejichukia, ni mtu ambaye muda mwingi unajinenea mabaya, unajitazamia mabaya, unajitamkia mabaya, unajiwazia mabaya, unajiona wewe si wa kuendelea tena, ni mtu uliyepoteza tumaini, hauoni tena mwanga wa kuendelea, hauoni tena mwanga wewe kufanikiwa. Ni mtu ambaye unawaza mabaya muda wote, ni mtu ambaye unajiwazia mabaya muda wote. Ishara za namna hiyo sio ishara nzuri kwako. Ni alama kwamba adui amepata nafasi ya kuleta shambulizi, amepata nafasi ya kuleta mabaya, amepata nafasi ya kuleta mauti kwako, na uhitaji kupuuza katika ishara za kinabii, ishara za namna hiyo. Na Mungu akusaidie, Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii tukufu, madhabahu ya ukombozi, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, na nimekuombea Mungu akukomboe kama umekuwa ukipitia hali hizi ambazo nimezitaja. Mungu akukomboe na kurejeshea nafasi yako ili uende ufanikiwe sana, uende ustawi sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.